Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni GCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni, sehemu pekee ambayo unapata taarifa za haraka za uhakika na za kina kabisa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamhusu mkongomani aliyeingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Jumatano, Julai 29, 2026. Tulionayo hii leo. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewasili Jumatano hii ya Julai 29, 2026 mjini Kamina kwa ajili ya kuanza ziara rasmi katika eneo la Grand Katanga. Mamia ya wakazi wa mji wa Goma na Bukavu pamoja na maeneo mengine yanayodhibitiwa na muungano wa AFC/M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameandamana wakitaka kurejeshwa kwa amani na kuanzishwa kwa mazungumzo jumuishi ya kitaifa. Na hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix, nahitaji kampeni yako hadi tamati. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amewasili Jumatano hii Julai 29, 2026 mjini Kamina kwa ajili ya kuanza ziara rasmi katika eneo la Grand Katanga. Katika hatua hii ya kwanza ya ziara yake, atakagua miundombinu mbalimbali katika mji huo wa reli ulioko katika jimbo la Ho-Lumami. Rais Felix Tshisekedi ataendelea na ziara yake Ijumaa tarehe 31 Julai kwa kuelekea Lubumbashi, mji mkuu wa kiuchumi wa nchi na wa jimbo la Ho-Katanga. Ikulu ya rais imethibitisha kufanyika kwa ziara hiyo, lakini hadi sasa haijatangaza ratiba kamili ya shughuli zitakazofanyika katika maeneo hayo. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Tukiendelea kukusogezea taarifa zetu ni kwamba mamia ya wakazi wa miji ya Goma na Bukavu pamoja na maeneo mengine yanayodhibitiwa na muungano wa AFC/M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameandamana wakitaka kurejeshwa kwa amani na kuanzisha kwa mazungumzo jumuishi ya kitaifa. Huko Bukavu, maandamano hayo yaliyoandaliwa na mashirika ya kiraia na vuguvugu mbalimbali yalilenga kulaani athari za kiuchumi zinazotokana na vita, kupinga vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya AFC/M23 na kukosoa mpango wa marekebisho ya katiba unaopendekezwa nchini humo. Miongoni mwa waandamanaji alikuwa Sofia ambaye alitembea kutoka uwanja wa Uhuru hadi ofisi ya gavana wa Kivu Kusini akiwa amebeba bango lenye ujumbe wa kuwataka wahusika wote wa mgogoro kusikiliza kilio cha wananchi. Alisema Wakongo wanahitaji amani bila kujali upande unaohusika, iwe Kinshasa, AFC/M23 au washirika wa kimataifa. Akizungumza mbele ya viongozi wa AFC/M23, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika Kivu Kusini, Mick Mutiki, alisoma tamko lililoelekezwa kwa serikali ya Kinshasa, makundi ya upinzani wa silaha na yasiyo ya silaha pamoja na Umoja wa Mataifa. Tamko hilo lilisisitiza kuwa kwa sasa hakuna ulazima wa kufanya marekebisho ya katiba na kwamba suluhisho la kudumu ni kufanyika kwa mazungumzo jumuishi yatakayowaleta pamoja raia wa DRC ili kujenga mwafaka wa kitaifa kuhusu mustakabali wa nchi. Waandamanaji pia waliotaka Umoja wa Mataifa kuunga mkono juhudi za amani kwa kuhimiza mazungumzo na hatua za kujenga imani badala ya kutegemea vikwazo. Wakati wa maandamano hayo, masoko, maduka na baadhi ya ofisi zilifungwa huku shughuli za usafiri wa umma zikidorora. Maandamano hayo yalilindwa na polisi waliofunzwa na AFC/M23. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wameeleza kuwa maandamano hayo yalifanyika chini ya ushawishi wa AFC/M23 na kwamba mashirika ya kiraia yanatumiwa kuhalalisha ajenda za kisiasa za muungano huo. Kwingineko ni kwamba hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika wilaya ya Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeendelea na operesheni zake dhidi ya waasi wa AFC/M23. Mashambulizi mapya ya ndege isiyo na rubani yameripotiwa katika mji wa Nyabiondo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linadaiwa kufanya mashambulizi mapya ya anga dhidi ya nafasi zinazoshikiliwa na waasi wa AFC/M23 katika mji wa Nyabiondo. Kwa mujibu wa
vyanzo vya eneo hilo, droni ya kijeshi ilionekana angani majira ya asubuhi kabla ya kurusha mabomu mawili karibu na kanisa Katoliki la eneo hilo ambako waasi hao walikuwa wamejipanga. Milipuko hiyo ilizua hofu kubwa miongoni mwa wakazi na kusababisha watu wengi kusitisha shughuli zao za kila siku na kutafuta maeneo salama. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa, huko eneo lililolengwa likiwa limefungwa kwa uchunguzi zaidi. Mashambulizi hayo yanatokea wakati mapigano kati ya FARDC na FCM23 yakiendelea katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Masisi. Hali hiyo imeendelea kusababisha wananchi wengi kuhama makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea kushuhudiwa katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Tusalie tu katika mkoa wa Kivu Kaskazini ni kwamba wilaya ya Rutshuru katika mkoa wa Kivu Kaskazini hali ya usalama inaendelea kuzorota, huku mashambulizi ya watu wenye silaha yakigharimu maisha ya raia. Watu 4 wameuawa katika tukio jipya la uvamizi wa kuvizia. Watu 4 akiwemo chifu wa kijiji cha Kirima wameuawa katika shambulio la kuvizia lililotokea katika kijiji cha Kashalira eneo la Bwito. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, waathiriwa walikuwa wakisafiri kwa pikipiki walipoingia kwenye mtego uliowekwa na watu wenye silaha ambao bado hawajatambuliwa. Washambuliaji hao waliwafyatulia risasi kutoka karibu na kuwaua wote papo hapo kabla ya kupata msaada wowote. Kifo cha chifu wa Kirima kimezua huzuni kubwa miongoni mwa wananchi wa eneo hilo. Hakuna kundi lililojitokeza kudai kuhusika na shambulio hilo, huku mamlaka zikitarajiwa kuanzisha uchunguzi ili kubaini wahusika. Baada ya tukio hilo, hofu imetanda katika vijiji vya Kirima na Kishalira na wananchi wanaitaka serikali kuimarisha usalama na kulinda maisha ya raia. Kwingineko ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kile inachokieleza kuwa hatua muhimu katika utekelezaji wa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda yaliyosainiwa mjini Washington nchini Marekani kwa upatanishi wa Marekani. Waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Anzuluni ametangaza kuwa kundi la waasi la FDLR limesaini itifaki ya kupokonya silaha, kuondoa wapiganaji katika shughuli za kijeshi na kuwaweka katika kambi maalum. Kwa mujibu wa serikali ya Kinshasa, hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa amani unaolenga kutekeleza ahadi za usalama zilizokubaliwa kati ya DRC na Rwanda. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikitakiwa kushughulikia swala la FDLR, huku Rwanda ikitakiwa kuondoa majeshi yake katika ardhi ya DRC. Serikali ya Kongo imesema kuwa imefanya kampeni za uhamasishaji kwa miezi kadhaa kwa ushirikiano na MONUSCO ili kuwashawishi wapiganaji wa FDLR kujisalimisha kwa hiari. Hata hivyo, licha ya hatua hiyo mpya, mapigano na mivutano kati ya pande husika bado vinaendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu ndani ya JCTV. Katika mkoa wa Olomami, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanikiwa kuzuia shambulio la wanamgambo wa Mai Mai katika mji wa Bukama siku moja kabla ya ziara ya Rais Felix Tshisekedi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Bukama Center, wanamgambo hao walitoka katika hifadhi ya taifa ya Upemba na kuingia mjini wakiwa na silaha za jihadi pamoja na mishale. Walikabiliana na vikosi vya FARDC kwa saa kadhaa kabla ya kufukuzwa kutoka eneo hilo. Mapigano hayo yalisababisha hofu kubwa kwa wakazi, huku mtu mmoja akiripotiwa kufariki dunia na mfanyabiashara mmoja kujeruhiwa kwa risasi. Hali ya taharuki iliendelea kutawala licha ya jeshi kurejesha utulivu. Tukio hilo limetokea wakati Rais Felix Tshisekedi akitarajiwa kuwasili Kamina kwa ajili ya kuzindua miradi ya maendeleo ikiwemo miundombinu ya maji safi. Ingawa hakuna ushahidi unaoonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya shambulio hilo na ziara ya rais, mamlaka zinaongeza tahadhari za kiusalama katika eneo hilo. Watu 7 wamepoteza maisha katika ajali mbaya ya barabarani iliyotokea katika mkoa wa Kwango kwenye barabara ya taifa nambari 1. Ajali hiyo ilitokea katika kijiji cha Mbangi na ilihusisha basi la kampuni ya Arche de Noe pamoja na gari dogo linalojulikana kama Cage. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa dereva wa basi alikuwa akijaribu kukwepa mashimo mawili makubwa barabarani kabla ya kugongana na gari hilo lilokuwa likielekea Kinshasa. Watu wote waliokuwa ndani ya gari dogo akiwemo dereva walifariki dunia papo
hapo. Kwa upande wa basi hakuna kifo kilichoripotiwa, ingawa liliharibika vibaya kutokana na nguvu ya mgongano. Baada ya tukio hilo, viongozi wa asasi za kiraia mkoani Kwango wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka za kukarabati barabara ya kitaifa nambari 1, wakisema hali mbaya ya barabara hiyo imekuwa chanzo kikubwa cha ajali zinazogharimu maisha ya wananchi mara kwa mara. Tujielekeze moja kwa moja katika mji mkuu wa DRC Kinshasa. Uamuzi wa mahakama ya DRC wamfungulia njia ya muhula wa 3 Rais Felix Tshisekedi wa nchi hiyo. Mahakama ya kikatiba nchini DR Congo imeidhinisha sheria muhimu ya kura ya maoni, hatua ambayo huenda ikamfungulia Rais Felix Tshisekedi njia ya kugombea muhula wa 3 madarakani. Mwenyekiti wa mahakama hiyo amesema muswada huo uliopitishwa na bunge la Senate mnamo Juni mwaka huu unaendana na katiba, hivyo kuidhinisha vifungo vinavyoruhusiwa kufanyiwa marekebisho. Upinzani umelahani sheria hiyo ukisema swala hilo linarejesha nyuma juhudi za kutatua mzozo wa muda mrefu unaoendelea mashariki mwa DRC. Tunaendelea tu kukusogeza taarifa zetu. Majaribio ya kwanza ya chanjo dhidi ya aina ya Ebola ya Bundibujo yameanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mlipuko unaoendelea mashariki mwa nchi ukiwa tayari umeathiri mikoa 5. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za mamlaka za afya, watu 3262 wameambukizwa virusi hivi na wengine 1437 wamefariki dunia. Hadi sasa hakuna chanjo wala tiba iliyokuwa imeidhinishwa dhidi ya aina hii ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametangaza kuanzia kwa jaribio la kliniki la chanjo ya jaribio iliyotengenezwa na watafiti wa chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza kwa kutumia teknolojia iliyotumika katika chanjo ya AstraZeneca dhidi ya COVID-19. Zaidi ya dozi 600,000 za chanjo hiyo tayari zimeandaliwa, huku dozi 4,000 zikitarajiwa kutumika katika hatua ya majaribio. Mtu wa kwanza kujitolea alichanjwa Julai 24 mwaka huu, ikiwa ni chini ya miezi 3 tangu mlipuko huo utangazwe rasmi. Wataalamu wa afya wanasema matokeo ya majaribio hayo yatakuwa muhimu kabla ya kuamua kama chanjo hiyo inaweza kutumika kwa kiwango kikubwa katika maeneo yaliyoathiriwa. Wakati huo, watafiti kutoka taasisi ya kitaifa ya afya na utafiti wa tiba ya Ufaransa pamoja na chuo kikuu cha Bordeaux wamebaini kuwa baadhi ya watu waliowahi kuchanjwa dhidi ya aina ya Ebola ya Zaire wameonyesha kinga mwili zinazoweza kutoa kinga ya sehemu dhidi ya aina ya Bundibujo, jambo linalotoa matumaini mapya katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Na mwishowe kabisa, zaidi ya watu 30 wameuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni yaliyotekelezwa na waasi wa Allied Democratic Forces ADF kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Jospe Paluku, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Ituri pamoja na vyanzo vya usalama, mauaji hayo yametokea kati ya Jumatano ya wiki iliyopita na Jumatatu. Hata hivyo, idara ya usalama imeeleza kuwa idadi ya waliouawa inaweza kuwa imefikia watu 50, wakati wakazi wa eneo husika wakithibitisha vifo vya watu 31. Ni mwisho wa habari zetu kutoka JCTV, moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.